kuwaka moto sasa hapo. Lakini baba akaanza akaniambia hivi, nikamwambia bado ninaumwa huko kwenye miguu. Nikaweka miguu zangu kwenye nani hapo nilikuwa nimekaa, akaniambia kaa. Nikakaa tena, nikaweka miguu kwenye kiti cha pili. Kaniambia hivi, zikutanisha hizi miguu. Nikazikutanisha miguu. Akaanza baba tena na zenyewe kuziombea ifungu. Akamaliza hapo, akaanza kuniombea. Akaniombea baba, akaniombea. Akamaliza hapo, akanipa kasehemu ka kutembea. Kwa kweli nilipoanza kutembea, nikaona miguu imekuwa nyepesi vizuri kabisa. Ila nikamwambia baba, kuna kitu miguu kwenye kidole zimekufa ganzi baba. Baba akaniambia rudi tena, nikarudi. Niliporudi nikakaa tena, nikanyosha tena miguu zangu. Akaanza baba na penyewe akanisomea tena ifungo tena. Akamaliza hapo, akaanza kuniombea. Akamaliza akaomba. Kwa kweli akaniambia amka. Nikaamka. Nilipoamka yani nimejiona kabisa nguvu zimekuja nyingi, na miguu haziumi, na mwili hauwaki. Nilikimbia siku hiyo, nikaanza kuruka tu. Nilipojishika hivi kwenye mikono mle, nilikuwa naumwa mikono. Nikaanza yani na furaha kubwa kweli, yani sioni pale panaumwa. Unaona, nikasikia vizuri kabisa roho yangu kabisa. Kumbe na kwa Mungu kuna uponyaji. Lakini Mungu na mpaka sasa hivi ninampenda kwa jina la Yesu. Amen. Kwa maana amenitendea matendo mazuri yale nilikuwa sina. Amen. Sikiliza sasa. Amesema kumbe kuna mengine alikuwa hajaniambia eti. Kumbe miguu ilikuwa imepooza, si ndio? Kwa hiyo ulivyoniambia miguu yako, nikatamka neno kwa maandiko, ikawaje? Sikawa miguu yangu sasa imefunguka sasa. Kawa imefunguka. Uliteseka miaka mingapi? Niliteseka, nilikuwa na miaka mingi tu. Unateseka? Yaani tangia ni wazae wa Kinakulwa miguu inanitesa. Wa Kinakulwa? Wa Kinakulwa hawa. Tangia ni wazae miguu inanitesa, na mume wangu bado yupo. Leo wa Kinakulwa mko wapi? Njoni hapa tuone. Wa Kinakulwa mpaka leo. Yani, hapo wa Kinakulwa wako nasoma kidato cha 3. Unasoma kidato cha 3. Soma pale. Kwa hiyo hapo Kulwa, huyu ndio Kulwa eti. Huyu ni Doi. Huyu ndio Doi. Jina la ubatizo unaitwa nani? Ezekieli. Barikiwa. Wewe huyu anaitwa Beatrice. Kwa hiyo ulianza kuumwa ndio unawazaa hawa. Yani nimeanza kuumwa, yani bado sijana mimba yao bado. Nimeteseka. Hujabeba mimba yao. Ukaanza kuumwa. Si ndio? Ikawa inazidisha na mpaka hivi leo wameshafika kidato cha 3. Cha 3 sasa. Ndio Mungu amekutendea makuu. Mungu akanitendea makuu. Shangilie Bwana. Kweli najisikia mno, namshangilia kwa jina la Yesu. Sasa unawaambiaje watu? Barikiweni. Unawaambiaje watu ambao wanaomwacha Mungu na kwenda kwa waganga? Yaani nawaambia tena, ninashangaa mno. Ukiwa unaenda kwa waganga na kwa Mungu kuna uponyaji. Yaani kama unaenda kutupa hela zako kwa waganga, unatupa hela zako tu, hata kupona uponi. Na fuje kwa Yesu, Mungu atakuona, atakuponya. Amina. Kwa sababu ana nguvu, ana uwezo. Amina. Anakuponyesha hata magonjwa yoyote, anakuponyesha. Amen. Hata ugueje, anakuponyesha. Mimi nimeshajua kwa sababu nimeyaona. Magonjwa yale nilikuwa nayo nimeyaona. Amen. Anakuponyesha kwa uwezo wa Mungu. Usisumbuke na kwenda kwa waganga, utamaliza pesa yako tu. Amen. Bwana asifiwe sana. Simama hapo. Haleluya. Amina. Kanisa mshangilie Bwana. Amina.
Ah.